Historia ya wito wangu kifupi, nikatoka katika Uislamu na kuingia katika Ukristo. Nilifukuzwa pale nilipokuwa naishi, ndio ambao kweli nilipata changamoto ya kinyanyasika, lakini hata hivyo sikata tamaa, nikaendelea kusimama imara katika Ukristo kwa kweli. Waislamu ndio ambao wamekuwa wengi, wakikuona wanaweza kukubeza na wala wasipokee ujumbe wako, wakakudharau kwa sababu ya mazingira yale ya ukatekista, lakini bado maana yake ni kwamba huwezi kukata tamaa. Kuna watu baadaye nilipokuwa walau sasa nimebobea imani, kuna watu ambao nilishawatoa kabisa kwa Wakristo na mpaka leo maana yake ni Wakristo, bali kwa kweli wapambanaji tu wa dini ya Kikristo vizuri tu. Katekesi ningeweza kwamba ni msingi wa kusimamisha imani ya Kikristo, kwa sababu mapadre ni wachache. Endapo kama ingekuwa bila makatekesi zaidi, Ukristo wenyewe ungekuwa kwa kweli tia maji. Kwa kweli changamoto zipo kubwa katika utume wangu. Yaani kama kipindi cha masika inawezekana padre anaweza kufika mara moja au asifike kabisa kipindi hicho. Yaani umbali ambao tunapokwenda kushiriki au kukomunisha wagonjwa na kufanya vipindi, maana yake unaweza ukasema kwamba unaweza ukatembea hata ningesema hata kilomita 10. Tunaenda tu labda kwa baisikeli, lakini siku zingine baisikeli mbovu, maana yake unakwenda kwa mguu tu, kwa miguu unakwenda na uchapa tu kwa mguu. Kwa kweli utume unaathiri, maana yake huna usahihi, kwa hiyo unaathiri uchungaji kwa sababu hauwezi kwenda katika vipindi ulivyopanga. Yani tujitahidi kufanya kazi na vile vile tuweze kulichangia kanisa letu kwa kufanya kazi.